Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 nchini Colombia imefikia watu 224 huku zaidi ya watu 600 wakijeruhiwa na wengine zaidi ya 2000 wakiripotiwa kutoweka wakati shughuli za uokoaji zikiendelea katika maeneo yaliyoathirika. Idadi hiyo inaweza kuendelea kubadilika kadri waokoaji wanavyofika katika maeneo ambayo bado hajafikiwa kikamilifu na taarifa mpya kutoka mamlaka za eneo hilo. Tetemeko hilo lilitokea Jumatatu Agosti 10 mwaka 2026 saa 1 asubuhi kwa saa za Colombia, likiwa na kitovu karibu na San Jose de Palma katika mkoa wa Chocó, magharibi mwa nchi hiyo. Mtikisiko huo ulikuwa na nguvu kubwa na ulihisiwa katika maeneo mbalimbali ya Colombia ikiwemo Cali pamoja na baadhi ya maeneo ya nchi jirani za Ecuador na Panama. Wakazi walikimbia kutoka kwenye majengo kwa hofu huku miundombinu ikitikisika kwa nguvu. Picha na video kutoka maeneo yaliyoathirika zimeonyesha ukubwa wa maafa hayo, huku watu wakionekana wakijaribu kujinusuru wakati majengo yakitikisika na baadhi ya miundombinu kuporomoka. Cali ni miongoni mwa maeneo yaliyoripotiwa kupata uharibifu, huku baadhi ya watu wakinaswa chini ya vifusi. Katika maeneo mengine, wakazi walitumia nguvu zao wenyewe kujaribu kuwafikia ndugu, majirani na watu wengine walikuwa wamekwama kabla ya vikosi vya uokoaji kuwasili. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya nyumba 1000 zimeharibika, huku baadhi zikiwa zimeanguka kabisa kutokana na nguvu ya mtikisiko. Uharibifu umeathiri pia miundombinu mingine, hali ambayo imefanya shughuli za uokoaji kuwa ngumu zaidi. Barabara na njia zinazounganisha baadhi ya maeneo yaliyoathirika zimekuwa muhimu katika kuwafikishia waokoaji vifaa, chakula, maji na huduma za matibabu, lakini uharibifu katika maeneo mbalimbali umeongeza changamoto za kufika kwa waathirika. Vikosi vya uokoaji vimeendelea kufanya operesheni ya kuwatafuta manusura waliokwama chini ya vifusi, huku mbwa maalum wa uokoaji, ndege zisizo na rubani pamoja na vifaa vya kisasa vya utafutaji vikitumika. Waokoaji wamekuwa wakiondoa vifusi kwa uangalifu mkubwa kwa matumaini ya kugundua watu ambao bado wanaweza kuwa hai. Kila ishara inayoweza kuonyesha uwepo wa manusura chini ya majengo yaliyoporomoka inachunguzwa kwa umakini, huku timu zikiendelea kufanya kazi bila kukoma. Hospitali na vituo vya afya katika maeneo ambayo yameathirika pia zimekuwa zikikabiliana na ongezeko kubwa la majeruhi. Zaidi ya watu 600 wameripotiwa kujeruhiwa, huku baadhi yao wakihitaji matibabu ya haraka kutokana na majeraha waliyopata baada ya kuangukiwa na vifusi au kujeruhiwa wakati wakikimbia kutoka kwenye majengo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.